ni Philip Omondi. Twende kazi. Wamarekani 7 wa shirika la misaada ambao wanaugua Ebola wamewekwa kwenye kituo cha karantini nchini Kenya. Ripoti iliyochapishwa kwenye shirika la habari la kimataifa Reuters imeonyesha. Kulingana na ripoti hiyo, afisa mkuu wa shirika la Samaritans Paz Franklin Graham ananukuliwa akithibitisha habari hizo, akisema kwamba hatua hiyo imetokana na vikwazo vya kusafiri vilivyowekwa na utawala wa Rais Donald Trump kuhusu raia walioambukizwa ambao wanafaa kurejeshwa nyumbani. Rose Wangoi anafungua jamvi letu la NTV Weekend Jumaa hii kwa taarifa hii. Wafanyikazi hao 7 wa Marekani ambao walikuwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupambana na mlipuko wa Ebola na wakaathirika na Ebola kisha wakapelekwa katika kituo kipya cha kutengwa nchini Kenya baada ya serikali ya Marekani kuanzisha vikwazo vya usafiri. Kulingana na ripoti iliyochapishwa na shirika la habari la kimataifa Reuters, wafanyikazi hao ni baadhi ya kundi la Wamarekani ambao walikuwa mstari wa mbele wa kukabiliana na Ebola na walihamia kwa hiari katika kituo cha Kenya kwa ufuatiliaji wa tahadhari na kutengwa. Kundi hilo lilifika katika eneo la Laikipia Jumatatu wiki hii. NTV ilijaribu kuwasiliana na waziri wa afya Aden Duale kuhusu swala hilo, lakini alisema tuwasiliane na shirika la habari la Reuters iliyochapisha taarifa hizo. Habari hizi zinaweza kukutusha Wakenya wengi ambao wamekuwa wakipinga kuanzishwa kwa kituo cha karantini ya Ebola nchini kwa misingi kwamba hatua hiyo inaweza kueneza msambao wa ugonjwa huo hatari nchini Kenya ambayo haijawahi kuthibitishwa kuwepo kwa maradhi hayo, na pia kwamba mifumo ya afya huenda isiwe dhabiti kiasi cha kupambana na maenezi ya maradhi hayo. Maandamano yalifanywa na wakazi wa Nanyuki yaliishia katika maafa kadhaa baada ya vijana kukabiliana na polisi majuma kadhaa yaliyopita. Kumekuwa pia na kesi mahakamani ambapo waziri wa afya Aden Duale aliitwa kuthibitisha kwamba ujenzi wa kituo cha karantini uliokuwa umeanzishwa katika kambi ya kijeshi ya Nanyuki Laikipia umesitishwa. Duale alikuwa ameshtumiwa na koti kwa kupuuza maagizo ya kusitishwa ujenzi huo hadi kesi iliyowasilishwa na kupinga ujenzi huo kusikizwa na kuamuliwa. Mahakama ilikuwa tayari kutoa adhabu kwa Duale ila ikabadili nia pale waziri alipowasilisha stakabadhi kudhibitisha mahakama kwamba imetekeleza maagizo ya kusitisha ujenzi wa karantini hiyo. I have directed the immediate and complete cessation of any intended construction, site preparations or related activities concerning Laikipia Air Base facility pending the hearing and determination of the substantive petition or until further orders of this court. Awali utawala wa Rais Trump kupitia ripoti mbalimbali ulikuwa umesisitiza kwamba utaheshimu maamuzi ya koti ya Kenya ya kutojenga kituo cha karantini na kutuma raia wake wanaougua nchini Kenya. Hata hivyo, Rais William Ruto amekuwa akitetea ujenzi wa kituo cha Laikipia, akisema hicho kilikuwa kimoja kati ya vituo vingine vilivyokuwa vinajengwa nchini na kwamba Kenya ina jukumu la kuwa rafiki mwema wa kuwasaidia raia wa Amerika walioambukizwa, akisema pia ujenzi wenyewe ulikuwa unafanywa kwa fedha za Amerika. Rose Wangoi, NTV.